Wapendwa katika Kristo, tunamsindikiza leo ndugu yetu huyu Donald Robert Sykes aliyeitwa na Mungu Baba yake na Baba yetu tarehe 15 mwezi huu wa 4. Tangu tulipopata taarifa ya kifo chake asubuhi ya tarehe hiyo, tumeungana na mke wake Gisela aliyefahamika kwetu kuchukua msiba huu. Ninawaomba tuendelee kumfariji mama huyu, anahitaji faraja na upendo wetu. Kama binadamu hatuwezi kuepa hali ya kuhuzunika, kuwa na mawazo mbalimbali tunapoomboleza kifo cha mwenzetu huyu ambaye tunamwaga. Na walikeni tuendelee kukua katika imani na matumaini, tukifarijika, kwani tunajua kuwa huyu Donald alimwamini Mungu Baba yake kupitia kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo hadi hapo kifo kilipomkuta. Tulifarijika kuona kuwa aliweza kusindikizwa kwa nguvu ya sakramenti akiwa katika siku za mwisho wa maisha yake hapa duniani. Tunamsindikiza tukimuomba na kumwombea kwa Mungu Baba Mwenyezi ampokee kwake mbinguni katika raha ya milele, kule ambako hakuna maumivu na shida kama zile tunazokutana nazo tukiwa bado hapa duniani, kule ambako kifo hakitampata tena. Tunamwombea leo kwa namna ya pekee, tukitaka awe kati ya wale tuliowasikia katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, waliokuwa wenye haki na ambao roho zao zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu na wala maumivu hayatawagusa. Tunamwombea ili naye awe kati ya wateule wa Mungu waliometameta na ambao Bwana atawamiliki milele na milele. Ndugu zangu tuliokusanyika hapa, tunapenda wote tuungane pamoja na Gisela, ndugu, jamaa na marafiki ili wamefika, ndio hao rafiki za marehemu, kuchukua msiba huu uliotugusa kila mmoja wetu kwa namna mbalimbali. Tunapokuwa tunawaombea marehemu, liturujia yetu ya Kanisa Katoliki kutupatia nafasi ya kuliadhimisha fumbo la Pasaka, yaani kifo na ufufuko wa Bwana. Ni wakati Mama Kanisa anapotutaka tuingie katika ukomavu wa imani, tukijua kwamba kifo si mwisho wa maisha, bali mwendelezo wa maisha na mwanzo wa maisha mapya ya uzima katika Kristo kwa yeyote atakayekufa akiwa ameungana na Kristo. Tungali katika kipindi cha Pasaka na tunaendelea kuadhimisha sherehe za ufufuko wa Bwana, tukijua kwamba baada ya ufufuko wake kifo hakina nguvu tena kwa yeyote anayeamini. Ndio hayo anayotuambia Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza wa Thessalonike tuliosikia akisema kuwa, ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Hiyo ni habari njema ya ufufuko wa wafu. Tunafarijika pia kwa maneno ya Kristo mwenyewe aliyesema kuwa mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na ikisha aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele.
Injili ya Yohana sura ya 11 aya 25 mpaka 26. Ni imani yetu kuwa hayo maneno aliyoyasema Bwana wetu Yesu Kristo wakati akimfariji Martha dada yake na Lazaro ni maneno ambayo aliyaelewa pia ndugu yetu Donald, aliyeamua kumfuata Kristo baada ya tafakari ya miaka mingi iliyompelekea kujiunga na familia ya Kikristo akiwa na miaka 78 ya umri, ikiwa ni baada ya ubatizo, akiwa mtu mzima na mwenye ukomavu wa kufanya uamuzi binafsi bila kulazimishwa. Wapendwa waamini na wote wenye mapenzi mema, wale tuliomfahamu Don na kuweza kubadilishana naye mawazo mbalimbali, tunajua fika kuwa katika ucheshi wake yeye alionyesha wazi kuwa hakuogopa kuyafikiria maisha ya baadaye, yaani kifo, na aliyasema wazi kuwa siku zake zilikuwa zinahesabika kwa sababu ya changamoto ya kiafya aliyokuwa nayo, ingawa alikiri pia kuwa hata umri wake nao uliyaweka wazi hayo. Bila kujali hilo, Don alibaki ni mcheshi mpaka hapo nguvu zilipoanza kumwishia. Tunapomsindikiza ndugu yetu huyu, tuungane na mke wake Gisela kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Don, mume wake, aliyompatia kwa kipindi chote cha miaka 55 aliyoishi naye vizuri, na hata kumtambulisha kwetu kama mtu aliyekuwa mwaminifu kwake, mfanyakazi mwenza wa kuaminika, na mume aliyemuimarisha katika furaha na shida, na alimuona kuwa rafiki mvumilivu. Mimi binafsi alinishirikisha yeye huyu Gisela shukrani yake ya pekee kwa mume wake, ile ya kumwandaa ili asiogope na awe shujaa kumsindikiza mpaka mwisho, na kubaki hivyo hata baada ya kuwa yeye ameondoka. Kumbe ana nguvu sana huyu mama mpaka sasa, na anamshukuru mume wake sasa alimtayarisha kabisa, kwamba usiogope, mimi naondoka ili ubaki na nguvu. Nafikiri ni fundisho kubwa sana kwetu. Matendo hayo mema yanayoonyesha fadhila za Kikristo alizokuwa nazo ndugu yetu Don hayakuwa yameelekezwa kwa mke wake tu au kwa kikundi kidogo cha watu. Nafahamu kabisa kuwa hata sisi wana kanisa la Tabora tumekuwa tukiyashuhudia kwa namna mbalimbali katika maeneo yetu. Mkono wake wa upendo na huruma ukiwa pamoja na huo wa mke wake vimetufikia kwa namna moja au nyingine. Tunawashukuru kwa mipango waliotaka tuifanye pamoja kama jimbo na kwa faida yetu na watu tunaowahudumia, kuwawezesha na kusaidia wale wasiojiweza, kukuza maendeleo na kuleta furaha katika jamii. Ni maneno na mawazo yaliyosikika kutoka katika kinywa cha Don. Kumbe tuombe kwanza kuendeleza yale yaliyokuwa ni ndoto zake, na baadaye tumwombee kwa Mwenyezi Mungu ili naye ahesabike kati ya hao tuliowasikia katika somo la Injili ya Mathayo, wale wenye heri na wanaofanya mapenzi ya Mungu, na hivyo kustahilishwa ufalme wake, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kama kuna udhaifu wote, madoa na adhabu vinavyopaswa kusafishwa, basi iwe ni kazi yetu kumwombea sisi kama waamini tuliyemfahamu na tukawa naye karibu, ili Mwenyezi Mungu azipokee sala zetu na kisha kumsafisha
amstahilishe furaha ya uzima wa milele. Mwisho, kifo cha ndugu yetu huyu aliyerudi kwa muumba wake katika umri wa miaka hiyo 92, na hii ni baada ya kuwa amejiunganisha na Kristo kama tulivyosema katika umri huo wa miaka 78. Kitukumbushe sisi tunaoamini kuwa pamoja na mafanikio mengi tunayoweza kufikia, hatutafika tulivike na kuwa na furaha kamili kama si katika muungano na Mungu wetu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka, aliye njia, ukweli na uzima, Yohana 14:6. Na hili lazima tulifanye katika ushirika na Mungu mwenyewe aliyetuweka hapa na anayetaka kuwa siku moja turudi kwake katika muungano wa milele. Na tuyakumbuke maneno ya Mtakatifu Agustino aliyesema kuwa Mungu aliyekuumba wewe pasipo wewe hata kukomboa wewe pasipo wewe. Basi tunapomsindikiza na kumwombea ndugu yetu huyu, tuendelee nasi kujiandaa, tukitamani na kuwa tayari daima kukutana na Bwana wetu katika utukufu, kwa kuimarisha imani yetu, tukimshuhudia Kristo katika maisha yetu kwa maneno na matendo yenye kumpendeza Mungu na jirani, ili siku kama hii itakapofika tuipokee kwa furaha, tukiwa tayari kuitikia sauti ya Mungu kwa maneno kama yale aliyotamka Bwana wetu Yesu Kristo akiwa bustanini Getsemani: mapenzi yako yatimizwe. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana litukuzwe. Amen.